Tanzania, ndugu zangu Waislamu na msiokuwa Waislamu. Awali ya yote kwanza nitambulishe kwa majina yangu mimi binafsi. Naitwa Sheikh Haruna Hussein Lota, katibu mkuu wa taasisi ya Twarika Khadiria Razkia Ali Jailania Tanzania. Na wasalimu katika salamu miongoni mwa salamu za peponi. Salamu hizi ni salamu zenye amani kubwa sana. Lakini kipekee nichukue fursa hii kuwatakia Watanzania wote amani ya kweli ambayo wazidi kuilinda, kwa sababu Tanzania tumejaliwa swala la amani. Nianze katika hotuba yangu ya leo kwa kutamka maneno yafuatayo. Kwanza kabisa, anwani yangu ya juu kabisa ni Tanzania salama, ni jukumu letu sote tuzungumze. Hii ni anwani yangu ya juu kabisa katika kikao changu cha leo cha waandishi wa habari hapa mkoani Arusha, ofisi yetu kuu ya taifa. Tanzania kama taifa huru na lenye mamlaka kamili inapaswa kuzungumza na kusikilizwa na kupanga mambo yake kwa hekima na busara. Maendeleo ya amani yetu ni tunu kubwa ambazo zinaweza kuathiriwa endapo hatutachukua hatua sahihi katika kukabiliana na changamoto zinazotukabili. Tanzania tuna changamoto nyingi sana. Moja ya changamoto kubwa zaidi nitakuwa tufahamu kwamba hivi tuna idadi ya watu zaidi ya milioni 60. Kila mtu ana upeo wake na fikra yake na akili yake. Na isitoshe, ndani ya changamoto hizo mwanadamu aliyoumbwa na Mungu hawezi kuzitatua kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuvumiliana kwa hili na kuweza kufahamu kwamba sisi wa Tanzania tumeunganishwa kwa lugha moja na tunasikiliza, ni taifa lenye amani. Twarika tulikadiria Razkia Jailania Tanzania inaungana na umma wa Tanzania kutumia majukwaa ya dini, mijadala ya kijamii na njia nyingine za amani kujadili matatizo na changamoto na madukuduku yanayowakabili wananchi. Nikisema hivi namaanisha kwamba hivi toka mwaka 2025 kwa kipindi cha uchaguzi, wa Tanzania ambao ni wapiga kura zaidi ya milioni 60 ambayo sensa ilifanyika chini ya serikali yetu ya awamu ya 5 kupata takwimu za idadi ya wapiga kura walio hai. Ina maana kuna watu ambao inawezekana walikuwa riziki katika mfumo wa wapigaji kura, kila mtu alikuwa na changamoto zake na alikuwa na kero yake. Kwa hiyo Twarika kama taasisi ya Kiislamu ambayo ukicheki imeasisiwa toka mwaka 1932 ina wajibu wa kusimama na kusikiliza kero za Watanzania, lakini na pia sio kuzitatua, ni kujua jinsi ya kuwaenda Watanzania kufahamu umuhimu na msingi wa amani kama ilivyo ada katika kauli yetu mbiu. Mwelekeo wa kutafuta suluhu kupitia vurugu na maandamano umeonekana kuwa na madhara makubwa katika mataifa mengi duniani. Huenda wimbi hili la kutatua tofauti kwa njia za migogoro na misuguano ni mkakati unaoweza kuhujumu ustawi wa jamii na mataifa mbalimbali. Nikisema hivi na mifano hai, kuna nchi ambazo sasa hivi hazikaliki kabisa kwa sababu ya haya maandamano ambayo inaonekana ndo suluhisho. Nitaka niwaombe Watanzania wote tunaoishi katika nchi yetu hii ambayo imeruzukiwa neema mbalimbali, neema ambazo tuwezi kuzijadili kwa wakati mmoja tukazimaliza. Kwanza tuondoe mstakabali wa kusema tunaandamana. Neno la kuandamana mimi nalipigia vita kama katibu mkuu wa taasisi ya Twarika, na nikoomba mahalifa wote Tanzania nzima kuhubiri swala la amani katika misikiti na kusemea swala la amani, kwa sababu amani ndio msingi na kipaumbele namba 1 katika taifa letu. Na hata unapotafuta haki, ile haki unapoitafuta lazima usimame kwanza katika msingi wa amani. Msikitini ili mtu uende ukaswali, ili uende ukapate ibada, na ile ibada ili iweze kuswi, lazima uwe na amani. Kama amani hakuna, hiyo ibada inapatikana vipi? Utakuwa na hofu, na kama unajenga hofu na mashaka inakuaje kwako? Ni mtihani. Kwa hiyo nawaomba Watanzania wote turudi tukae mezani, na hususa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna rais msikivu kama huyu. Kwanza anabeba mazito makubwa kupita kiasi. Kwa hiyo niwaombe tutafute suluhisho la mstakabali wa nchi yetu kwa kukaa kutafuta maridhiano. Maridhiano ni kukaa meza moja kujadiliana kwa msingi wa taifa letu. Hili litakuwa jambo bora zaidi kulikoni tukahamasisha vitu ambavyo vitaleta fujo katika nchi yetu na ikapelekea Watanzania kukosa uhuru ambao tunao leo. Mfano hai niwaambie,
tulivuka nyakati ngumu za janga la uviko na tukabaki na matumaini kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hata sasa hakuna changamoto inayoweza kushindikana ikiwa kila mmoja wetu atamrudia Mungu kwa mujibu wa imani yake na kuomba kwa unyenyekevu. Hakuna kipindi kigumu kama kile kipindi cha uviko. Watanzania walijengwa kumjua Mungu. Kwa hiyo hata kipindi hichi ambacho Watanzania wanatafuta haki zao za kimsingi, lazima kwanza wamtangulize Mungu. Hakuna jambo linalowezekana kama usimtanguliza Mungu. Shetani atasimama katikati, na shetani akisimama katikati kinachofuata nini? Ni vurugu. Na zile vurugu zinazofuata zinawaathiri watu gani? Zinatuathiri sisi wenyewe. Leo kuna watu wakiona madini yanayotoka hapa Mererani hawalali, wanaumiza kichwa usiku na mchana. Dhahabu inayotoka hawalali, wanaumiza kichwa usiku na mchana. Naone hifadhi zetu sasa hivi tunavyojivunia utalii, utalii tunauchafua kwa maneno yetu wenyewe. Kwa hiyo nitaka niwaombe wa Tanzania turudi katika mstakabali wa swala la amani. Na swala la amani nachukua fursa hii kumuomba sana kwa unyenyekevu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akubali. Kwanza ameshakubali mengi. Maneno anayopokea kila pakikucha kama ni mtu mwenye sukari na pressure lazima adondoke. Lakini naweza kusema tumempata pia rais mwanamke, hapo pia mvumilivu na mpokea taarifa na anaweza kutokujibu ama kutokujibu. Maana kujibu tu ni hatua na kutokujibu ni hekima ya ziada. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni muombe mwanamama huyu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan achukue fursa ya sasa kuwaita Watanzania wale viongozi wote wa vyama kukaa nao meza moja, na yule atakayekataa kukaa basi tutajua kwamba anachotaka ni nini, kwa sababu hakuna kitu kinachoshindikana kama watu tutakaa katika meza tukatafuta mustakabali juu ya taifa letu.